Kwa talib ilmu atakikana aanze na msingi ya ilmu, na ilmu huwezi kuiparamia ukaichukua eti kwa pamoja. Wa an ya'tu buyut al-ilmi min abwabiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia المرتبة الثالثة الإحسان, na leo باذن الله تعالى tutazisoma dalili alizoziorodhesha al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi, dalili katika Qur'an juu ya martaba ya al-ihsan. قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تتعليز هذه آية بإذن الله تعالى كتك الشرح. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى هذا دليل المرتبة الأولى من الإحسان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هين دليل يا مرتبة يجيو katika maratib za ihsan. Ihsan ina martaba mbili, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, hii ni martaba ya juu kabisa, na martaba ya pili fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, umwabudu Allah kwa muraqaba, ukiwa hisi kuwa Allah akuona. Kwa hivyo dalili ya martaba ya juu kabisa inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na wale wanaomcha na kumuogopa. Walladhina hum muhsinun, na wale ambao ni wema. دلت الآية أن الله مع المحسنين, هي آية دليل يكوى الله سبحانه وتعالى يباموجا na wema, wale wanaofanya wema yuko pamoja na wao. وهم الذين عبدوا الله كأنهم يرونه, na hawa ni wale ambao wamemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba wamuona. فإن الله معهم معية خاصة, hawa Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wao, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na kila kiumbe, bimaana amuona
ajua anayoyafanya, amsikia. Lakini hawa Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wao kuwa pamoja hasa. Ni kupi huko? Ma'iyatan nusrati wat-ta'yidi wat-tawfiq. Yuko pamoja na wao kuwa awanusuru na kuwapa nguvu na kuwafikisha katika mambo yao hawa wema. Na maia iko katika vigawanyo viwili: maiyatun amma wa maiyatun khassa. Allah kuwa pamoja na mja wake kumegawanyika vigawanyo viwili. Kuna kule ambako yuko pamoja na waja wake kuliko enea, bimaana hakuna yeyote katika viumbe anayetoka na chini ya hili. Na kuna kule kuwepo Allah na mja wake hasa, ndio kuna kusudiwa hapa. Amma ni ipi? Kama katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yuko pamoja na nyinyi pale mtakapokuwa. Wallahu bima ta'maluna alim. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mnayoyatenda ni mjuzi. Kwa hiyo hapa katika hii aya ni kuwa Allah yuko na waja wake wote, bimaana awaona wanachokifanya, ayajua wanayoyafanya. Kwa hapa aingia mu'min, aingia kafir, aingia kila mmoja. Na kuna ma'iyatun khassa, na hili Allah subhanahu wa ta'ala hawapi isipokuwa waja wake hasa anaowapenda. Kama katika hii aya, inna Allaha ma'al ladhina taqaw, hakika Allah yu pamoja na wenye kumcha. Walladhina hum muhsinun, na wale ambao ni wenye kufanya wema. Maia hii ni kwa kuwanusuru, kuwahifadhi, kuwapa tawfik katika mambo yao wa hakadha. Hapa akataja aya kadhalika zinazozungumzia martaba ya pili katika maratib za ihsan. Qala wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim, tegemea kwa mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye nguvu tena mwenye kurehemu subhanahu wa ta'ala. Alladhi yaraka hina taqum, umtegemea huyu ambaye akuona unaposimama kwa ajili ya kufanya nini? Ibada zako unazozifanya. Allah akuona. Wa taqallubaka fi sajidin, na mageuko yako kiwa pamoja na wale wenye kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yukuona wakati wafanya ibada yako ya swala, wakati wafanya ibada ya aina yoyote, Allah subhanahu wa ta'ala kwambia yukuona. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. هذا دليل المرتبة الثانية. إني دليل يا مرتبة يبيلي. قال هذا دليل قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يراك. هذه آية سورة الشعراء ندليل يقول يمتوم صلى الله عليه وسلم فإنه يراك، kwani hakika yeye akuona subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa ni kuwa ikiwa huwezi kuwa katika daraja ya juu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba wamuona, basi jua kuwa Allah yukuona unapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo lipite katika moyo wako. Qawluhu wa tawakkal ay fawwidh umuraka, muegemezee mambo yako.
وقوله على العزيز الرحيم وهو الله سبحانه وتعالى الله ndiye mtukufu mwenye kurehemu subhanahu wa ta'ala. Na ibada ya tawakkul ni ibada muhimu sana kwa Muislamu ili kuvunja silaha ya shetani ambao huitumia dhidi ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwatia dhiki juu ya mambo yatakayokuja katika mustakbali. Waweza kumuona mtu amekaa chini afikiria sana, je, itakuwaje, mambo yangu yataniharibikia, pengine labda nitapatikana na hivi, labda ikawa ana dhiki kwa mambo ambayo bado hayajafika. Hili ni jambo ambalo shetani hutumia au ni silaha anayoitumia kuwatia waja wa Allah dhiki. Kuivunja silaha hii tumia ibada ya nini? At-tawakkul, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana dhiki yoyote inapokujia kuwa labda itakuwa hivi, tawakkal ala Allah, mwegemezee mambo yako yote Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kufanya sabab. Wewe fanya asbab, lakini usitegemee zile asbab, mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله حين تقوم أي تقوم للعبادة والصلاة، wakati unaposimama kwa ajili ya ibada na sala Allah akuona. وقوله وتقلبك في الساجدين أي يراك وأنت راكع وأنت ساجد الله akuona mageuko yako unaporukuu unaposujudu. يراك في جميع أحوال العبادة قائما وراكعا وساجدا فهو يراك سبحانه وتعالى. الله akuona katika hali zako zote za ibada, ukisujudu akuona, ukirukuu akuona, وهكذا. وقوله إنه هو السميع العليم السميع لأقوالك، ayasikia maneno yako unapozungumza subhanahu wa ta'ala, akusikia kila unalolizungumza, bali subhanahu wa ta'ala ajua kilichofichikamana mpaka ndani ya moyo wa mwanadamu. ويعلم سبحانه وتعالى ما توسوس به نفس الإنسان، ile waswasa ndani ya moyo mtu azungumza na nafsi yake pia Allah yajua subhanahu wa ta'ala. العليم بأقوالك سبحانه وتعالى، mjuzi wa yale unayoyatamka na kuyatenda subhanahu wa ta'ala. Na ukiamini majina haya Allah subhanahu wa ta'ala yakupa utulivu mkubwa sana na kukuelekeza katika kuelekea kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia ahlul bid'ah min al-ash'ira wal-jahmiyya wal-mu'tazila na wengineo walipokanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio sababu iliyowapelekea mpaka wengine wakawa wapinga hizi sifat, wakaelekea kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano wakapinga sifa ya as-sami' al-alim, haitakidi kuwa Allah amsikia yeye anayoyafanya na mjuzi wa yale anayoyafanya. Kwa hivyo lazima atatafuta mahali kwa yule anayemsikia na kumuona na kuyajua anayoyafanya. Ni wangapi katika watu wakazama katika kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na si ajabu katika sababu zilizowapelekea wale watu wanaoabudu makaburi na kuabudu maiti ni kwa sababu ya huku kwenye al-asma wa sifat wamefeli. Wallahi hawezi mtu kumuomba maiti wakati asoma kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amwambia innahu huwa as-sami'ul alim. tizama dua za mitume wa Allah. Hunalika daa Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Ikiwa wajua kuwa Allah yuwasikia maombi yako, kwa nini umwelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini? Waamini kweli katika moyo wako kuwa Allah sami'ud du'a, خلاص elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waamini kuwa Allah yuko karibu na waja wake wanaomuomba.
kwa kuwanusuru na kuwahifadhi na kuwapa tawfik. Kwa nini uelekee kwa Allah wakati wasoma wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Na mfano wa sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akizitakidi wallahi ibada zake zote atazielekeza kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Qala wa qawluhu وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نهوي katika jambo lolote wala husomi sehemu yoyote katika Qur'an wala hamtendi kitendo chochote isipokuwa sisi huwa ni mashahidi juu yenu mnaposhughulika nayo. Mambo mnapoyafanya sisi ni mashahidi, tuwaona yale mnayoyafanya. هذا دليل المرتبة الثانية. هي دليل يا مرتبة يا pili كذلك. وما تكون في شأن نهوي katika jambo lolote. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. mazungumzo haya aelekezewa mtume صلى الله عليه وسلم. في أي شأن من أمورك, katika jambo lolote lile unalokuwa nalo, min umuri al-ibadati au min ghairiha, katika mambo ya ibada au mambo mengine yote, jamii af'alika wa taharrukatika ma takunu fi sha'nin min ash-shu'un, harakati zako zote, mambo yote unayofanya, jambo lolote unalofanya, Allah subhanahu wa ta'ala alishuhudia. Wa qawluhu وما تتلو منه من قرآن أي من الله لأن القرآن من عند الله عز وجل. وما تتلو منه كذلك husomi sehemu yoyote katika Qur'an ambayo imeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa imma dhamir minhu yarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwake, yani sema au adh-dhamir raji'un ila ash-sha'n, au dhamiri hapa yarudi katika ile mwanzo aliposema jambo lolote lile unalolifanya. Ay wa min ash-sha'n alladhi takunu fihi tilawatu al-Qur'an, na katika yale mambo ambayo wewe huwa wayafanya ni katika kusoma Qur'an, pia Allah ayajua. وقوله ولا تعملون هذا لجميع الأمة للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره, ini kwa umma wote, yoyote mnayoyafanya mtume sallam na umma wake. وقوله من عمل أي عمل من الأعمال خير أو شر, عمل yoyote iwe ni ya khairi au ya shari. وقوله إلا كنا عليكم شهودا أي نراكم ونبصركم ونشاهدكم, تواونا توشودليا لمنو يفعل. هذا دليل لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يراك, إن دليل من النهاية. وقوله إذ تفيضون فيه, mnapo shughulika kulifanya jambo hilo, ay tubashirunahu wa ta'malunahu, mnapolitenda lile jambo Allah shuhudia. فهذا يعطي دليلا على المرتبة الثانية من مراتب الإحسان, وأنه جل وعلا شهيد على كل عامل بعمله يراه سبحانه وتعالى ويعلمه ويبصره ولا يغيب عنه. هي يتوب دليل يا مرتبة بيلي يا إحسان, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kushuhudia kila mwenye kufanya amali. Allah subhanahu wa ta'ala amuona, wala hakuna kinachofichikamana na Allah subhanahu wa ta'ala. inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa,
Allah subhanahu wa ta'ala hakuna jambo lolote mbinguni wala ardhini linalofichikamana naye. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi. Hakuna tofauti baina ya Allah kwa Allah subhanahu baina ya siri na ile unayofanya dhahiri katika amali. Allah yote haya ayaona. Hakuna tofauti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baina ya kilichofichika na kile kilichokuwa wazi. Vyote kwake ni wazi kabisa. Bali subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa. Ajua siri na ajua kilichofichikamana zaidi ya siri. Nao ni hadithu nafsi. Kile mtu anachozungumzia nafsi yake pia akijua. Hakuna tofauti baina wewe kuzungumza na kile unachozungumzia nafsi yako. Yote yajua Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-ihsan baina al-'abd wal-khalq. Na kuna ihsan baina ya mja na viumbe wenzake. Famaanahu badhlu al-ma'ruf lahu, kuwatendea wema viumbe wenzako. Hii ni ihsan pia. Wa kafil adha anhum, kuzuia udhia usiwafikie ndugu zako. Bi an tut'ima al-ja'i' wa taksu al-'ari wa tu'ina bi jahika al-muhtaj. Umlishe yule aliye na njaa na kumvisha aliyekosa nguo na kuwasaidia watu kwa jaha Allah aliyokupa au cheo Allah alichokupa katika yale wanayohitaji. Watashfa'u liman ihtaja ash-shafa'a, na waweza kumwombea shafa'a yule ambaye wewe akuhitajia umwombee shafa'a. Kwa mfano amekuja kwako akakwambia wewe wamjua mtu fulani, zungumza naye kwa ajili ya jambo langu fulani, na wewe yule mtu akuheshimu, nenda kamzungumzie. Ishfa'u tu'jaru, fanya shafa'a upata ajira mbele ya Allah. Tabdhulu al-ma'ruf, fanye wema. Jamii wujuh al-ma'ruf, na hapa ingia wema wa aina yote ingia ndani. Tukrimu dhaif, kumkirimu mgeni. Tukrimu al-jar, na jirani yako pia umkirimu. La yasduru minka illa khairun lijarika, hapati jirani yako kutoka kwako isipokuwa khairi. Watakufu adhaka anhu aidan, na ujizuie na udhia, usimuudhi jirani yako. Hata akiwa si Muislamu haifai kumuudhi jirani. Usimuudhi jirani yako. Jirani ana haki, akiwa si Muislamu ana haki ya ujirani, na ikiwa ni Muislamu ana haki ya kuwa ni ndugu yako Muislamu na juu yake ni jirani yako. Na akiwa ni jamaa yako, sasa familia yako, ana haki tatu. Ikiwa ni jirani yako ana haki ya ujirani, kadhalika ana haki kuwa ndugu yako Muislamu, na ana haki ya ujamaa uliokuwa baina yenu. Fala yasduru anka adhan lahu wala lighayri, usimuudhi la jirani yako wala mtu yote mwingine, usiudhi. Minan nasi man la yasduru minhu illa adha, wako katika watu ambao hupati kwao isipokuwa udhia. Wako watu wakija, a'udhu billah, yuaje wewe, bismillah, leo tungoja lipi, yuaje wewe. Akipiga simu kwako, ingaleni simu, kisha ushaona simu ajibia bismillah, si naam bismillah, yani angoja ataambiwa neno gani limuudhi. Kuna watu wakiwaona ni udhia tu ye mwanzo mpaka mwisho. Mwajua kila mtu kwa wanawake ambao hakuna yeye isipokuwa ni udhia. Akizungumza neno moja la pili basi suu dhanni na nini, kila aina ya balaa. Kuna watu hata wewe kuzungumza pia matatizo. Ukizungumza neno ashalifasiri kuwa huyu ankusudia hivi, ankusudia vile, mpaka ukija ukiletea tafsiri Ibn Kathir wewe. Lakini ungelikuwa wafanya katika khairi basi. Kwa nini amfanya vile? Yule kwa sababu hivi, kwa sababu wala kwenye akili ya yule mtu labda hakuna mambo kama.
Kwa wako watu kazi yao ni udhia tu wao, na ikiwa hakuudhi mtu hana raha, mpaka muudhi mtu basi ndio raha yake. Wa minan nasi man yasduru minhu adhan wa khair, na wapo katika watu ambao utapata kwa wao udhia na khairi, wana yote mawili. Wa minan nasi man la yasduru minhu illa khair, fahadha fi a'la at-tabaqat, na wako katika watu ambao hupati kwa wao isipokuwa khairi, huyo ndio yuko katika tabaka la juu kabisa, juu kabisa. بذل الخير للناس وكف الأذى عنهم هو الإحسان للناس. kuwafanyia watu khairi na kujizuia usiwaudhi watu ni katika kuwafanyia ihsani watu. wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Subhanallah, angalia sifa hii. wa ahsinu, fanyeni wema, tendeni wema kwa watu. inna Allaha yuhibbul muhsinin, hakika Allah awapenda wale wanaofanya wema. Sasa yatosheleza hii aya kukusukuma wewe kufanya wema, kuwa waingia katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala awapenda. hata albahaim, mpaka wanyama, wacha watu, wanyama, yajibu an tuhsina ilaiha, ni wajib, si khiari kuwafanyia wema. Leo subhanallah, vile watu wengi wamekuwa waovu, mpaka mtu akifanya wema la jambo la kituko, yanaonekana yule alkamerat alkhafia zimewekwa pale, kamera pengine hivi, akapita mtu akamsaidia maskini, basi yeye hajui kama mtu ana kamera, akamsaidia maskini akaenda zake, yaje yakatwa ile kwa kwenye clip. Ngalieni, bado kuna watu wema. Ile lazima uwe mwema, ni jambo la kawaida tu, muislamu atakana awe mwema. Lakini leo imeonekana hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wengi katika watu wamekuwa hawana ule utu ule kufanya wema. Wengi katika watu wamekuwa, na wewe muangalie yule mtu anaishi hivyo, ana dhiki kweli, daima nkasirika tu, akiona khairi hana raha. Kuna nani baba aishi na dhiki kabisa? Na hakuna watu wanaoishi na raha ya nafsi kama wale wanaosaidia na kufanya khairi. Hakuna watu wanaishi na raha kama. Na wewe jiangalie, jichunguze, wakati unaposaidia, ule utulivu wa moyo unaopata na saada na tumaini alqalb unaopata. Lakini wangapi katika watu wako hivyo? Yani mtu aweza kufanya wema akaonekana yule pengine akaonekana ni mjinga yule, lakini mzima yule jamaa, akili yake iko sawa na iko sawa. Kwa nini? umeona vile alivyofanya. Wako watu Allah amewafungulia, kwa mfano katika dunia, ukaja ukasikia ghafla yule bwana ametoa nusu ya mali yake kwa ajili ya kusaidia jambo kadhaa, pengine mayatima ama nini. Jamaa wasema unashapata maradhi, yajua iwenda yule, yajua iwenda yule. Yani lazima tutatia dosari katika ule wema unaofanywa na watu kufanya wema. hata albahaim yajibu an tuhsina ilaiha, hata wanyama ni wajibu wafanyie wema. bi an tuhayya laha ma yahtaju ilayhi ama tahtaju ilayhi, bi an tuhayya laha ma tahtaju ilayhi, waandalie wale wanyama kile wanachokihitajia, kama ni maji, kama ni chakula. watamna'u al-adha anhum, uzuie udhia usiwapate. watarfuqu biha, uwe na upole na wanyama. Kuna watu wakiona mnyama bwana akasirika, angalia huyo paka akipita tu kwake nyuma, pigile mbali teke. Nini sasa mambo? Watu bwana taratibu shekhi. Hadha min al-ihsan ila al-bahaim. Ukifanya hayo yote ukiyafanya katika kuwafanyia wema wanyama, wewe ukiingia nyumbani wataka kila mtu kukimbie, mpaka paka pia asibaki mbele yako. Mtu aina gani? qala hatta al-mustahiq lil-qatl la tu'adhibhu bal taqtuluhu qitlatan hasana muriha. Subhanallah, Uislamu mpaka yule anayestahili kuuawa
ima ni katika wanyama ama katika watu, pia umekuelekeza wewe kufanya wema katika kufanya nini? Kuiua ile nafsi ambayo Allah amehalalisha wewe kuiua. Uiue kwa njia iliyo bora. Na ndio maana Uislamu ukatuelekeza mpaka namna ya kumchinja yule mnyama unayemla. Ikatuelekeza katika maelekezo ya wazi kabisa. Ma a'zama hadha din, wallahi dini hii tukufu sana, haikuacha kitu. Kisha waja khawarij bwana waharibu sura ya Uislamu, waifanye kama Uislamu dini ya makatili, watu wauaji, si watu wafanya nini. Ya akhi, si Uislamu. Uislamu ni dini ambayo imempa muongozo Muislamu katika kila jambo. Angalia khawarij hutumia hii dalili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowaambia makuraish, jitukum bidhabh, nimewajilia nyinyi na kuchinja. Simuona chinja, maana yake si hivyo. Wewe ukisikia hadithi unasema maana yake tutakuja kuchinja. Kwa sababu washirikina walikuwa wakifanya at-tamthil, bimaana wakimuua mtu katika vita wamkata mkono, wamkata pua, wamtoa macho, wamkata masikio. Lakini Mtume Muhammad sallam ametumilizwa ni rahmatan lil alamin. Kwa hata ikiwa imefikia hali sasa ni kupigana na maadui zake, lakini ikishafika kuwa amekufa basi pale pale kwisha. Kwa hivyo amekatwa kichwa kwa mfano, Waislamu wamchukue wakamkata vidole, sio wakamkata mguu, mafahamu na vile. Sasa hii hadithi yaelekeza kwenye rahma ama yaelekeza kwenye uwa watu? Ukiangalia utaona kuwa khawarij wameifasiri sivyo kabisa maana aliyokusudia Mtume sana. Kwa mpaka kile kinachostahili kuuawa basi kiuawe katika njia iliyo bora kabisa. Kichinja huchinji kwenye mguu bwana, ama mbuzi wamshika wamkata panga la kiuno, mkata mara mbili, ufanye hivyo si uzuri huo katika. Lakini angalia Uislamu mpaka kile unachokichinja imekuelekeza dini ya Uislamu. Man wajaba alayhi alqisas, kwa mfano mtu imewajibika alipizwe kisasi, ameua. Wa man wajaba alayhi alhadd, ama asimamishiwe haddi ambao ni ya kuuawa, ikiwa ile haddi ni ya kuuawa, fa innahu yanfudhu fihi birifqin la tamthila wala ta'dhib wala sabr. Yule Muislamu anayefanya kazi hii, kiongozi, basi atapitisha ili jambo kwa upole. Si mtu yuuawa kisha akatwa viungo vyake, aadhibiwa mwanzo kabla hajauawa, la. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. hakika Allah amefaradhisha ihsani katika kila jambo. Mnapoua basi uweni kwa uzuri, mnapochinja basi chinjeni kwa uzuri. fil qisasi au ghairi dhalika mimma yalzamu alhad, katika qisas au chochote ambacho kuna hadhi ya kuwa mtu auawe. fa idha dhabahtum ay dhabahtum alhayawanat almaakula, mnapochinja wanyama wanaoliwa, fa ahsinu dhibha, basi fanyeni uzuri katika kuchinja. waliyuhidda ahadukum shafratahu waliyurih dhabihatahu, anoe mmoja wenu chombo chake anachokitumia kumchinjia yule mnyama, na ampumzishe mnyama wake yule anayemchinja. Kivipi? Mpe maji mwanzo, usimchinje mbele ya wenzake, wamuona wenzake iwachinjwa kisha yule mwenzake ndio yuwafuata, ajua wazi mimi naenda. Usifikirie ajui, kuna watu wajua fikiria hivyo. Kuna mtu afikiria yeye akichinja mbuzi yule mwenzake aona si mnyama tu, kichaa tu, ana akili gani? Ajua kabisa mimi naenda kuchinjwa, ajua. Basi kuwa mpole na umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, amemdhalilisha huyu mnyama kwa wadhallalnaha lahum فمنها ركوبهم ومنها ما يكون. يعني
katika kupanda Allah amekudhalilishia, na katika kula pia Allah amekudhalilisha. Wewe waonaje ingelikuwa ngamia na akili? Wallahi mwanamume gani anaweza kumchinja ngamia ana akili? Yaani ukija kutizama hivi, wewe kijitu ungoje kufanya nini hapa? Takunchinja mimi wewe? Takupiga teke hapa paka ujue hiki nini. Ngamia angelikuwa kwambia hivyo, wewe ungekuaje? Basi hapa ujue ataka tufanye plani hapa. Yule akifungua mdomo hivi aweza kushika hicho kichwa chako kidogo hicho. Tia kichwa chako kwenye meno yake akakuuma. Mbao msamehe basi wewe. Samehe sikuchinji tena, basi akuache. Ungelikuaje? Mbuzi angelikuwa na akili, akusikia kuwa kesho sasa ni Eid, hawa jamaa ndio siku yao, afungue kamba usiku ule wote hawaonekani, tungeishi vipi sisi? Ushawahi kufikiria hivyo? Allah amekudhalilishia huyu mnyama, sio basi wewe umfanyie uovu, yeye pia ana roho yule. Wallahi kama vile mimi na wewe tuna roho, pia yule mbuzi na ng'ombe na ngamia wana roho. Usione haumii akichinjwa, ile roho yake inapotoka ule uchungu yausikia. Kuwa mpole, kuwa mpole. Yule sahaba alikuja akamwambia, ya Rasulullah, inni la adhbahu adh-dhabiha wa arhamaha, mimi namchinja kichinjo changu ile mbuzi kama namuonea huruma yule mbuzi namchinja. Unajua huku kwetu Uswahilini tunasemaje? Ukimuonea huruma haifai kula nyama. Hii dini mmeitoa wapi dini hiyo? Haifai kula nyama ukimuonea mnyama huruma. Kwa hivyo wewe chinja tu. Maneno ya kipuzi tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia usahaba, washah idha rahimtaha rahimakallah, na huyo mbuzi unayemchinja ukimuonea huruma na Allah atakurehemu. Wakati wa mchinja umuonea huruma na wewe Allah atakurehemu, sababu Allah subhanahu wa ta'ala aamiliana na wewe namna unavyoamiliana na waja wake. Fatuhsinu hatta lilbahaim, fanya wema hata kwa mnyama. وقد غفر الله للبغي من بني إسرائيل، na Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe mwanamke kahaba katika bani Israeli bisababi annaha saqat kalban ra'athu yalhathu min al'atash, kwa sababu ya kumnywesha maji mbwa. Amemwona mbwa ahema kwa kiu alichokuwa nacho, fasaqathu, yule mama akashuka kwenye kisima akachukua maji kwa kiatu chake akampa yule mbwa. Fashakara Allahu laha faghafara Allahu laha dhanbaha, Allah akamshukuru kwa kitendo chake hiki akamsamehe madhambi. Sasa ikiwa mbwa wewe wasamehewa madhambi na mnyama ni yule, kef mbuzi, ng'ombe, ngamia, kuku, bata na wengine katika wanyama ambao hawa wana manufaa kwa watu, ukiwaonea huruma itakuwaje? Hii ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea. Wa huwa dhanbun adhim, ukiangalia dhambi yake huyu mama ilikuwa ni kubwa. Wa huwa albigha, ay zina, ana uchafu wa zina. Faghafara Allah laha bisababi dhalika, kwa ule wema aliofanya mdogo wewe uona, Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe. لأنها أحسنت إلى هذا البهيم العطشان، صاب من فنيا wema huyu mnyama aliyenakiu. فكيف بغير الكلب؟ Sheikh Al-Fawzan auliza, ikiwa mbwa amesamehewa, je yule asiyekuwa mbwa katika wanyama ambao ni halali kula na wengineo? idha ahsanta ila ja'i'in min almuslimin, tayyib, je ikiwa ni mwanadamu katika waislamu ana njaa ukamsaidia, au hata min bani adam walau kana kafiran, hata katika wanadamu hata akiwa kafiri ni mtu ukamsaidia, ana njaa ukamsaidia, wewe wafikiria utalipwa dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. idha ahsanta ilayhi fa inna Allah jalla wa ala yashkuru laka dhalika alihsan, ukimfanyia wema mwanadamu Allah atakushukuru kwa wema wako. qala ta'ala wa ahsinu inna Allah yuhibbu almuhsinin. النوع الثالث وهو إتقان العمل. aina ya tatu ya ihsan ni mtu kufanya wema, itqan, kufanya vizuri ile kazi anayoifanya. ay amal
ta'malu ayu amalin ta'malu ayu amalin amali yoyote kazi yoyote unaoifanya kama wewe kwa mfano ni rubani wa ndege mfano ukaifanya vizuri kazi yako ikiwa ni dereva wa gari ukafanya vizuri kazi yako kile kazi ambayo umepewa ukaifanya vizuri yajibu alayka an tutqinahu ni wajibu juu yako uifanye kwa uzuri kabisa la yuqal inna fulanan yuhsinu kadha isiwe ni kwa ajili watu wa kusema kwa mfano fulani bwana mashaallah yule mimi sijaona mfano wake seremala yule fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala amekuelekeza katika kufanya vizuri utalipwa ajira pamoja na kuwa ni jambo la nini la kidunia hata likiwa ni jambo lako la kidunia hivi mtu akisoma haya akayaelewa na kuyatabikisha katika maisha yake waonaje atakuwa mfanyikazi wa aina gani katika ile sehemu anayofanyia kazi lakini leo tuishi na watu bwana mtu ni mfanyikazi ameandikwa kazi kwa mtu afikiria namna gani amwangushe au asifanye kabisa ile kazi kama yule mtu amuone ikiwa anaambiwa bwana hii hapa kazi ifanye akiondoka yule mtu amekaa tu pale akiwa yuaje ndo ajili anashika ufagio afagia haraka ajifanya tena yuaimba huku yafagia muongo shekhe wewe wafanya mpaka uonekane watu waseme mashaallah fulani afanya kazi sio watu kushangaza au pengine amuibia swa yule aliyemwandika kazi amuibia kweli kweli kuna watu mtu amefungwa kazi amuibia mpaka mwisho sema mimi nafanya kazi sioni faida acha mfunge basi kampuni hiyo yafungwa akose yeye kazi na wengineo kile ulichokuiba kinkusaidia nini umemuibia mpaka umemwangusha wapata faida gani alafu wote wanaofanya mambo kama haya wallahi hawana baraka katika maisha yao kabisa mtu apata taabu katika maisha yao kuna watu sisi hapa twaishi mtu aweza kwa siku moja akaiba pengine labda milioni nzima ya Kenya hasa wafanyikazi wanaofanya kazi katika serikali wengine milioni nzima ya Kenya lau kama utaambiwa wewe sasa hii milioni moja babangu hii utaitumia waweza kuipanga mwaka mzima ukaitumia na isishi lakini waona huyu ameiba yeye akaichukua kwa njia ya haramu wallahi usishangae wiki moja isifike kila kitu kimpotea na kila ukiwa nazo nyingi katika dunia hasa ikiwa katika haramu easy comes easy goes kila inavyokuja sahali ndio inavyoondoka sahali waona kazi za mimi na shughuli ile mpaka kunyoa kwako ulikuwa ukinyoa kwa shilingi 50 utakwenda kutafuta 10,000 usifikirie ni ujanja wako utajiona wewe huwa ni Allah ankupa mtihani huo ili ziishe kitu kile kitu chako kama kitale kile mwizi mkubwa wewe kitu kidogo kile kama kitale chako ulikuwa kinyolewa shilingi 50 eti enda tafuta mahali anyole mimi wajua nanyoa wapi mimi nanyoa mahali 20,000 kabisa sijui nafanywa nini kumbe Allah amemjalia awe hivyo ili zipotee mara umeona mpata kidogo tu maumivu aenda mimi sasa hivi naenda kutibiwa Umarekani kumbe ndio yopotezewa zile pesa akirudi ukija akipigiwa maisha hana kitu hana chochote na wenyewe wajua mimi sikusudii mtu fulani lakini ikiwa wewe ni mmoja wao wajua na maanisha nini mimi hapa wallahi sijaona mtu ambaye watafuta njia ya haramu katika kazi yake isipokuwa ana taabu katika maisha yake hawezi kunyokewa na yule ambaye umeona yupata kichache lakini kwa njia ya halali Allah yujalia baraka katika kile kichache chake alichokuwa nacho apata utulivu wa moyo halali yake alhamdulillah sijamdhulumu mtu wala sijadhulumu serikali wala sijafanya chochote alhamdulillah na Allah atajalia baraka katika hili sasa leo yule anayetoka namna hii aonekana nani mjinga huyo alikuwa pale bwana pesa zote zapita mkononi kwake si uvute hivi tu alichukua halali yake Allah akambarikia katika maisha yake kumalizia وقد جاء في الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
an yutqinahu Allah apenda kwa mmoja wenu akifanya jambo basi alifanye kwa perfection ili nieleweke alifanye kikamilifu lile jambo kwa ikiwa wafanya kazi ifanye kikamilifu kwa kadri ya vile Allah amekuwezesha Allahu musta'an subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fik